Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika neno la leo, na leo nataka tujifunze kitu kimoja hapa katika Biblia na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yefta. Sijui kizungu anaitwa Jefta. Yefta. Yefta ni Kiswahili. Katika kitabu cha Waamuzi 11 na mstari wake tunaanzia tu moja, lakini wewe utasoma tu hiyo historia yote mpaka mstari wa 30, utaona hiyo historia yote. Biblia inasema basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta, mkewe huyo Gileadi akamzalia mwana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Nataka ukisoma pale chini kuna historia kubwa sana na ni mzuri, na nataka kuzungumza na wewe. Huyu Yefta alikuwa mtu shujaa. Kwa hivyo alikuwa mtu ambaye ana ushujaa, ni mwanajeshi, ama ni mtu ambaye ni mtu ambaye ana ushujaa mwingi. Lakini alikuwa na tatizo moja ambayo watu walitaka kuitumia kumpiga chini ama kummaliza. Tatizo lile likawa ni kwamba inasema kwamba amezaliwa na mwanamke kahaba, yani amezaliwa na mwanamke mwingine, amezaliwa na nje ya ndoa, amezaliwa kule. Na nimetumia hayo maneno ndio uweze kuelewa kile ninaweza kusema. Lakini Yefta, kwa sababu alikuwa shujaa, wakati ndugu zake walimwambia, wewe ni mtoto wa mwanamke mwingine, hautakaa hapa, hautarithi vitu za baba yetu, hautachukua mali yoyote. Yefta hakunung'unika wala hakupigana, ijapokuwa alikuwa shujaa. Lakini yeye katika weakness ndugu zake waliona, yeye akaifanyia kazi. Biblia inasema ya kwamba akatoka kaenda nchi ya Tobu. Kule Tobu akaenda kakaa na watu mabaradhuli. Ukisoma ya kizungu inasema worthless people wakaandamana na yeye. Watu ambao walikuwa wanaonekana hawana maana wakaandamana na yeye. Lakini mtazamo wa Yefta, hapa ndio unanifurahisha zaidi. Mtazamo wa Yefta, hakuona vile alivyofukuzwa na ndugu zake. Hakujidharau alipotengwa, alipoambiwa hutarithi, hakujidharau. Yefta alitumia hiyo weakness yake na akaenda akaifanyia kazi, akajijenga. Biblia inasema ya kwamba watu worthless, wale watu ambao bure, wakaenda nao. Yeye hakuwaona bure. Katika mawazo yake na attitude yake na mtazamo vile ambavyo alikuwa anaona mambo, akatumia watu walikuwa worthless kwa jamii, waliokuwa wametengwa kama yeye, waliokuwa wametoka na yeye, wakaenda kukaa pamoja na akawatengeneza kuwa jeshi kubwa la mercenaries. Alikuwa na jeshi kubwa la kulipwa kupigania vita. Biblia inasema ukifika mstari wa 4 katika ile Judges 11 verse 4 inasema hivi, ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu, wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na Waamoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, nyinyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka tukakuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni. Yaani Yefta alitengwa, lakini yeye hakujidharau, akachange attitude yake. Akaona ya kwamba mimi mmesema ni mtoto wa mwanamke kahaba, ni mtoto wa mke mwingine, mimi niko nje ya ndoa, na kuna watu wengi ambao mnanitazama ambao mko katika that situation ya kwamba umetengwa. Ndugu zako wanasema wewe huwezi rithi hapa,
Ndugu zako wanakwambia wewe huwezi kutangamana na sisi, wewe sio wetu. Baba labda alipokufa, ndugu zako wakasema wewe si wa hapa, wewe ulizaliwa kutoka kwengine, wewe enda huko, wewe toka, wewe hukuzaliwa na baba yetu, wewe si wa mama yetu. Watu wamekutenga, lakini Yefta alitengwa kama wewe, lakini yeye akajitafuta, akasema mimi ni shujaa, akatengeneza jeshi. Wakati vita zilitokea, ilibidi afuatwe yeye. Mpendo, nataka kusema nini na wewe leo? Ya kwamba badilisha mtazamo wako, uone ukuu wa Mungu katika maisha yako. Haijalishi the weakness uko nayo, haijalishi vile wewe watu wanakudharau. Inaweza kuwa wewe haujasoma, wewe ni mtu ambaye watu wanasema wewe hujasoma, wewe toka hapa, hakuna kitu unaweza ukafanya. Lakini ule uwezo ulio nao, kama wewe ni mcheza mpira, kacheze mpira na kumtumainia Mungu sana, kwa maana waliokutupa nje siku moja watasema hakika hatukudhani wewe utachezea mataifa, na nasi tumekuja utusaidie, tuko na matatizo pale nyumbani. Wana wazee wa Gileadi, wanaitwa Gileadi, ni Gileadi. Wazee wa Gileadi walifika mahali wakasema vita zimetokea. Sasa yule mwana wa kahaba ambaye tulimwona mwana wa kahaba, lakini yeye alijiona shujaa, akaenda akatengeneza jeshi kubwa, jeshi la watu ambao walikuwa wamedharaulika, ndio jeshi linarudiwa tena. Wewe mpendo unayenitazama, jitie moyo. Wewe haijalishi vile ulivyo, angalia mahali uliko na uwezo, badilisha mawazo yako. Wanapokuambia hauwezi, wewe usijione kama hauwezi. Wewe jitengeneze katika mawazo yako, jione unaweza. Wanasema kwamba huyu ni bure, biashara hawezani. Wewe vile wanavyosema hauwezani, na wewe nenda ukajitengeneze. Yefta akaenda akajitengeneza. Yefta akatembea na Mungu, hata akiwa mwana wa kahaba ambaye ametengwa na ndugu zake. Baba yake hakuongea kitu, hata hao wazee waliomkujia baadaye hawakuongea kitu alipofukuzwa. Ndio maana anawauliza mstari wa 4 pale ya kwamba na mbona nyinyi wakati nilikuwa nafukuzwa kwa baba yangu, nyinyi hamkusema kitu, nyinyi hamkuongea, mbona mlinifukuza? Wakasema sasa tumekurudia, kwa maana wewe alienda akajitengeneza. Akasema ndiyo ni mwana wa kahaba, lakini haimaanishi nitabaki katika kahaba. Ninahitaji kukaa na Mungu, nitengeneze jeshi na niendelee na mbele. Na yeye baadaye alifuatwa. Hata wewe waliokudharau zamani, utakapopatisha mtazamo wako ubadilishe na ujitifanyie kazi. Wacha kudhidharau. Mtu akisema wewe huwezi biashara, nenda fanya, nenda soma, sumbuka, fanya. Mwisho watakuja kuona, kwa maana uko na Mungu. Watakuja kuona siku moja, watakuja kuuliza ulitoboa namna gani katika biashara yako. Na wao ndio walikuambia wewe hutatoboa kwa biashara, lakini baadaye watakujia ushauri kwako, kama vile Yefta alikujiwa akaambiwa sasa kuja uwe kichwa chetu. Yefta alitoka kwao kama mtoto wa kahaba, lakini vile alivyoenda kujifanyia kazi, alirudi kama kichwa cha wazee wote, alirudi kama kichwa cha nchi hiyo, alirudi kama kichwa cha jamii hiyo, alirudi akiwa mtu tofauti, mtu anaambiwa yes sir. Na alipoenda kwa vita, kwa sababu alikuwa na machineries wengi, akamwambia Mungu, kitakaponitoa katika vita hivi, Mungu nitakupatia kile kitakachonikujia. Naye Mungu akamtoa katika zile vita, akarudi akatawala wale jamii yake. Kwa hivyo mimi nimekuja kukuambia siku ya leo, usijidharau. Wanaokudharau wachana na wao, wewe jitengeneze. Mtu akikwambia wewe sasa, wewe hata vile unakaa unafanya nini wewe sasa anzia hapo kujitengeneza. Nenda ukajitengeneze. Wanaokufukuza kwenu, usichukue panga ukapigane eti lazima mtanigawia shamba. No, wamekufukuza sawa, mwambie Mungu, niko na wewe, sina makao. Ndugu zangu wameniambia hawatanirithisha, mali ya baba mimi sitaipata. Naye Mungu wa mbinguni, nani ajuaye siku moja ya kwamba atakupatia mashamba mengi kuliko ya kwao. Mimi na wewe tubadilishe mawazo, tusione kushindwa. Hata wakituambia hapa, wengine sisi tumelelewa kwa sehemu zingine, tukaambiwa unaketishwa chini, unaambiwa wewe hapa utajenga, hapa sio kwenu, wewe utajenga. Lakini haimaanishi ya kwamba hapo ndio tufike mwisho. Leo hii kuna vitu vidogo vidogo tunaoni vyetu, na bado tunaaminia Mungu kuoni zingine zaidi.
Ni kwa sababu hatukuangalia na kuridhia pale, bali tulibadilisha mawazo, tukasema wameshasema wao, lakini mimi niko tayari kufanya ya kesho. Mimi niko tayari kujipanga, mimi niko tayari kujitengeneza. Kuwa kama Yefta mpendwa, wacha niwe kama Yefta. Nimeonekana mtoto wa kahaba, lakini naenda kujishughulikia. Nimeonekana kwamba sijasoma, kwa hivyo hii kazi sitaiweza, wacha niende nikajishughulikie. Masomo hayana mwisho. Soma hata ukiwa uzeeni. Baba yako hajakufundisha, wacha kulia ati baba yangu hajanifundisha. Saa hii wewe tafuta uanze kusoma, maanake hata saa hii watu wanasoma bado. Kwa hivyo Mungu awabariki sana tunapozidi kufuatana, na Mungu awainue na watende mema. Amen.